Bado tupo katika mwendelezo wa ile story ambayo ina trendi kwa sasa mitandaoni kuhusiana na bilionea wa Katoro Geita Buyamba Sylvester ambaye amemwozesha binti yake Mona Lisa, na sherehe hiyo au harusi hiyo ili make headline sana baada ya vitu ambavyo vilikuwa vikubwa ambavyo vimefanyika. Bibi harusi alipandishwa kwenye helikopta ambako kufika ukumbini kwa sababu mzee wake anasema alikuwa hataki aje na msafara wa kawaida au msafara wa chini. Na kingine ni zile zawadi ambazo zimetolewa pale au watu kutunza. Unaambiwa alitunzwa shilingi bilioni 1 kutoka tu kwa waandaaji au wanakamati wa hiyo harusi, lakini jumla michango mingine ilikusanywa shilingi bilioni 4. Of course Alikiba naye aliperform. Unaambiwa za chini chini Alikiba alilipwa shilingi milioni 300. Hizo ni zile za Kitanzania, lakini bado kuna dola nyingi sana ambazo alitunzwa na huyo tajiri wa huko Katoro Geita maarufu kama GSM wa Katoro. Sasa hapa tupo na mshikaji anaitwa Mr. Paul Brandy. Of course huyu jamaa yeye alikuwepo katika hilo tukio na ndo mtu pekee ambaye alikuwa na rekodi wakati mambo hayo yanaendelea kwenye hiyo harusi, alafu alikuwa na share kwenye Instagram yake na mitandao yake mingine ya kawaida. Sisi tumezungumza naye kuhusiana na tukio hilo zima ambalo sasa hivi lina trend mitandaoni, atupe mtazamo wake au mrejesho wake, kipi hasa ambacho wao walikuwa wanalenga kwenye hiyo harusi, kwa sababu ameniambia kwamba baba wa huyo bibi harusi alitaka binti yake aingie kama msafara wa rais ambavyo vile unaona ukipita kwa mfano akiwa na safiri au akiwa anaingia mkoani, ndivyo ambavyo alitaka hivyo. So Mr. Paul Brandy anafunguka zaidi kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwenye harusi hiyo, ambacho kimefanya mpaka sasa hivi watu kushindanisha kati ya mkoa wa Dar es Salaam na mikoa ya kanda ya Ziwa kama Geita na Mwanza, kwamba watu gani wana hela zaidi. Andy, wewe ulikuwepo eneo la tukio kwa tajiri au bilionea Sylvester wakati anamwozesha binti yake Mona Lisa, tukio ambalo limetrend sana mitandaoni. Hem, tuambie lilikuwa tukio la aina gani, na kwa upande wenu huko kwa sasa hivi jinsi lilivyo na trendi mmeipokeaje hii? Kwanza ile tukio mimi nimelifahamu kabla hata halijatokea, na ndio maana ukiangalia siku ya shughuli mimi nilikuwa nang'ang'ania jina la GSM, yeye analikataa. Watu wana comment kwenye page yangu kwamba mbona nakataa hilo jina. Ni kwa sababu najua kitu ambacho kinaenda kutokea. Ushansoma Ndio. Kwa hiyo namjua huyo tajiri ni kitambo, na nikupe tu kodi ambayo hujajua. Harusi imechangiwa bilioni 4. Bilioni 4. Bilioni 4 ile budget ya harusi. Baada ya hapo tulitaka kuposti mapema, ila mkurugenzi alikataa, alisema acha nivunje kwanza, nivuruge alafu ndo posti. Kwa sababu ninapokuambia hivi hiyo bilioni 1 usifikiri labda ni change ya kamati ambayo imebaki, labda nikwambie ukweli. Hao mpaka wanapanga kamati ya harusi, wanaitisha watu mabilionea, wale wanaitisha watu, wanawapa tenda. Walikuwa wanajua kabisa sisi tunampa zawadi binti yetu shilingi bilioni 1. Na jina bakumbushe mzee, zile V8 wamiliki 65 mpaka 70 ni wamiliki wa pale ndo walikuwa nazo. Yaani ni za wale matajiri wa kule. Na hata 40 kwa sababu ya mpaka 30 za zile ambazo zilichukuliwa labda sehemu tofauti. Shansoma Ndio. Na hii harusi baada mkubwa, mimi labda nikupe kodi ambayo hujui, ni harusi ambayo imetikisa Tanzania, Mwanza na majirani wa Katoro pia wameshangaa, hata wa hapo wanaoishi huko Kandaziwa wameshangaa. Haijaitokea. Mimi mwenyewe nilishangaa, haijaitokea. Okay. Nilimwona Alikiba amekuja kuperform na ametunzwa hela nyingi sana na tajiri au GSM wa Katoro. Kwa mnamna alikuwa anatuzwa dola na hela zingine za Kitanzania. Kwa mnamna ilikuwa kama shilingi ngapi ambazo Alikiba alitunzwa kwenye ile harusi? Na alilipo shilingi ngapi mpaka kufika huko? Kwanza Alikiba bana amepewa shilingi milioni 310 hela show. Shansoma Ndio. Hiyo kwa sababu ni msanii pendo wa bosi ambaye ni GSM wa Katoro, lakini pia ni msanii pendo wa yule binti. Ndio. Lakini pia ametunzwa shilingi chache sana. Alikiba ametunzwa dola kwa wingi. Ndio. Alikiba kwanza mwenye shughuli mwenyewe Sylvester ambaye ni GSM wa Katoro alitoa kibunda cha shilingi dola za Kimarekani 10,000 ambazo ni shilingi milioni 20. Akachana kibunda pale mbele ya kamera, akamiminia Alikiba kichwani. Kama utaangalia zote zikaisha zaidi ya milioni 20. Kwa milioni 300 jumlisha milioni 20, Alikiba kwa ile harusi aliyokota kama milioni 300 na milioni 20. Hapo nimeongelea dola za Kimarekani. Kuna shilingi ambazo zinasabiki ambazo mdogo wake na Alikiba alikuwa anakusanya anaweka kwenye begi la mgongoni, zilijaa.
Alikiba alikuwa anajua anakuja kuperform kwenye harusi ya mtoto wa bilionea au wa tajiri wa huko Katoro. Ndio maana ulimwona alivaa kawaida sana. Alikuwa anajua. Na ndo alimba kwa muda mchache sana. Brother mkubwa, watu walikuwa wanapewa tenda, wengine wanalia. Yaani mtu aliyokosa tenda kwenye ile shughuli alikuwa analia sana. Kwa sababu hiyo labda nikupe siri, hiyo harusi imeanza kudokezwa, basi tu ulimwengu ulikuwa hujui. Ila ulikuwa unadokezwa, unaambiwa huyu anaitwa GSM Katoro, billionaire of money. Yaani watu wamelia wengi sana waliokosa hiyo nafasi katika shughuli hiyo. Na idea ya binti wa huyo tajiri kuletwa na helikopta ilikuwa vipi? Sababu ni jambo ambalo pia limetikisa mitandaoni. Harusi mtu anakuja analetwa na helikopta, na pale chini wakasema bani hatutaki usafiri wa chini, tunataka usafiri wa angani. Labda nikupe siri ambayo ulikuwa ufahamu, helikopta imekuja siku 3 kabla ya shughuli. Helikopta imepaki kwa GSM zaidi ya siku 2 ikiwa nje, wakimfundisha, wakimpa mazoezi bibi harusi namna gani ya kupanda, namna gani ya kujifunga, wakashuti zile clip za mapema zinazojua zile helikopta hii mmeona ni hatua ya mwisho inamleta bi harusi ukumbini. Ndio zile clip ambazo umeona mimi nimeshuti. Kuna baadhi ya clip zitatoka baadaye, sijazipata sababu nitumia kamera ya ndugu yangu, nitazituma uone. Helikopta ile ni budget pamoja na mawazo ya GSM mwenyewe pamoja na kamati kuu ya harusi hiyo, kwamba tunaomba tufanye kitu cha tofauti. Ndio maana ukiangalia vizuri V8 zilizokuwa chini ni ZX2, yani brand ya magari ilizingatiwa, tutaki gari tofauti na V8. Lakini tuliingiza labda magari machache kama vile G-Wagon tulipitisha, lakini pia tukapitisha na Ford Ranger tuliingiza chache. Watu wanauliza kwamba mbona ni V8? Tulitaka tufanye mfano wa rais anapotembea, kwa sababu ukiangalia msafara wa GSM wa Katoro ni msafara wenye spidi zaidi ya 160 mpaka 140. Imagine. Mlitaka muingie kama rais kwa maana gani? Sijakuelewa hapa Mr. Paul Brand. Hapo bosi alisema anahitaji msafara wa mtoto wake usiwe kama wa harusi, uwe mfano wa rais. Ulishai kumuona rais anapokatiza katika mkoa? Nishawahi. Ile speed ya V8 unaijua, na zile kelele za V8 za Masai unazijua? Nazifahamu. Sasa mkurugenzi alitaka hicho kitu na kilitokea. Ilikuwa inapita Defender moja V8 moja inapita speed ambayo huje kuona. Baada ya dakika 5 au dakika 2 unakutana na V8 zimekula speed kibati, ziko fulu, ni nyingi. Zikipita zikimalizika zinakuacha hata wewe unasema kweli kuna watu wana hela. Sawa. Sasa tumalizie kwa dakika 2 za mwisho Mr. Paul Brand. Sasa hivi kuna ushindani mkubwa sana kati ya matajiri wa Dar es Salaam na matajiri wa Ukanda wa Ziwa Katoro. Wanasema nyinyi matajiri wa huko Kanda ya Ziwa wanakaa shimoni, magari yenyewe wanatumia labda ni used, magari yenyewe ndo kama hivyo hayo makubwa lakini hayana maajabu yoyote. Comment yako ni ipi kuhusiana na huu tajiri ambao watu wanavimbiana mitandaoni kati ya Dar es Salaam na Kanda ya Ziwa, wapi ambapo watu wana hela na wanamiliki vitu vya kifahari? Kakaangu, labda nikwambie, duniani utajiri siku zote upo chini ya ardhi. Uwezi ukaongea hata duniani ukasimama mbele za watu ukasema unaweza kumfananisha mfanyabiashara na mtu anayechimba madini. Utakuwa unamkufuru Mungu, akipenda kunijidhalilisha. Hata Marekani, hata dunia nzima unaijua wewe, ukishataja tu madini unasikia kwanza watu wanatetemeka. Tanzania yenyewe tunajivunia sisi kuwa nchi yenye madini mengi duniani. Mbona tujivunie kwa nchi yenye wafanyabiashara wengi duniani? Kwa sababu kwa nini tunajivunia madini? Kwa sababu ni kitu ambacho ni adimu duniani. Kitu ambacho kinaweza kumbadilisha mtu maisha yake ndani ya dakika 0. Itafutie mfanyabiashara ambaye alisha kutoboa ndani ya siku 3. Na mimi nikuletee mfanyabiashara madini ambaye alisha kutoboa ndani ya masaa machache. Ukimwambia mtu anaishi na shimoni na mfanyabiashara Kariakoo, brother, unakuwa unafananisha. Acheni dharau basi, hebu heshimuni basi wafanyabiashara wa madini. Kwa hiyo nataka kusema watu wa Kanda ya Ziwa wana pesa nyingi kuliko matajiri wa Dar es Salaam. Pesa nyingi, baba mkubwa. Hiyo Dar es Salaam ni ya Kanda ya Ziwa, huwezi kuniamini. Kaka nitaumbua watu utakimbia hapa mjini. Hiyo Dar es Salaam mimi nikisema nitoe watu Mwanza, nitoe watu Nyamongo, Msoma kule, nitoe watu Katoro, Geita, kote nilete huko, hiyo Dar es Salaam itabaki nyeupe. Hawa kinga wanapiga kelele tu. Hao si madini gani hao? Unafanya biashara kaka ya Kobe, hata joto lote lile mkubwa. Na hii challenge ya watu sasa hivi wanataka kuzamia kuja kwa Katoro na Kanda ya Ziwa, sana mabinti umeiona kwamba kidogo tu naenda zangu Katoro. Kuna maisha mepesi kama ambavyo wanafikiria na hizo hela ambazo zinaonekana show off kwenye harusi?
labda tu niwasaidie kwa wale ambao wanahitaji kuja kanda ya Ziwa, nisiwazidie riziki. Sehemu ya kwenda ukitaka kupata matajiri wa kanda ya Ziwa ni Mwanza, wala sio Katoro. Mwanza ndio kitovu cha matajiri wote wa Nyamongo, Katoro, Geita, Kahama pamoja na Msoma na Tarime. Yaani kitovu ni Mwanza. Ukienda Katoro huwezi kuwaona, wapo Shimoni. Ni kweli. Basi ndo wanakuja madada zetu wa Dar es Salaam, wanakuja Katoro, mpambane nao. Na wakaribisha sana kwa sababu ni uchumi utazunguka. Hii ni nchi yao, wana haki ya kusafiri na kwenda wanakojisikia. Hayo mambo mengine wanawaza kichwani kwao watakutana